Na habari ya wakati huu, karibu katika mahojiano maalum kabisa, na leo tunakwenda kuangalia swala zima la uwekezaji, hususan katika mwongozo wa bondi na hisa, na pamoja nami niko na CFE Kagunila ambaye tutakuwa naye kuanzia mwanzo wa mahojiano haya mpaka tutakapofikia tamati. Na karibu katika kujifunza ama kupata elimu ambayo kwa namna moja ama nyingine ndio uliokuwa unaisubiri ili kubadilisha mwenendo wa maisha yako na shughuli zako za kila siku. Kwa kabla ya hapo tutafungua kwa ombi ili kumhusu kutoa nafasi kwa Mungu awe kiongozi wa mahojiano haya. Na CFE, karibu sana. Karibu sana, na tunaamini leo tunakwenda kupata elimu nzuri kabisa na murua kabisa kutoka kwako. Kwa hiyo nikukaribisha, utatufungulia kwa ombi, kisha moja kwa moja kabisa tutaanza na mahojiano haya. Karibu. Ombe. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tunakuomba uwe mlinzi na utusaidie kwenye kipindi hiki tunapokwenda kufanya mjadala kwa malengo ya kufundisha umma juu ya mwenendo wa kifedha. Naomba uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amina. Sasa ndugu Kagumila, watu wengi wamekuwa wanakuona, wanasikia unafundisha, lakini kwa dakika angalau moja hivi au mbili, ningetamani uwaambie watu hasa binafsi, wewe ni nani, unapatikana wapi na utaratibu wako wa kazi upoje? Karibu. Naam, asante mtangazaji. Mimi naitwa CFE Siridon Kagunila. CFE kwa maana ni Certified Financial Educator. Ni Certified Financial Educator kwa Benki Kuu kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha ili kuwaelimisha walaji kulenga kuona namna bora ya kutumia fedha zao, lakini pia kuwa na njia mbalimbali za uwekezaji na fursa zinazopatikana ili kuepusha udanganyifu uliopo katika jamii. Mimi kama nilivyosema ni Siridon Kagunila, natoka kwenye taasisi ya fedha ambayo inaitwa KBR Financial Services, ambayo tunatoa huduma zote za fedha kuanzia elimu, ushauri, huduma za loans, mikopo kwa wajasiriamali na mambo kama haya. Sawa. Maana yake kwa maana hiyo, maana yake wewe unadili na kitu ambacho kinahusika kwenye shughuli za kila siku. Ni direct kabisa kwenye maisha ya watu. Sasa ndugu CFE, labda ningeanza kwa kuuliza, mimi pia ni miongoni mwa watu ambao tunasikia sana kuhusiana na bondi na hisa, na watu wanawekeza huko, watu wananufaika huko, lakini sijui nini bondi ni nini. Yaani sijui bondi ni nini, inafanyaje kazi, na tofauti yake kati ya bondi na hisa ni zipi? Labda tungeanzia hapo, waambie watazamaji wetu bondi ni nini na hisa ni nini, na kama kuna tofauti, zinatofautianaje hivi vitu viwili? Naam, asante. Tunaposema bondi ni naweza nikasema ni karatasi au mkataba ambao serikali kupitia Benki Kuu inatoa kwa wawekezaji. Yaani kuna wakati serikali inataka kuwekeza, kufanya miradi yake. Kwa mfano ni Januari, serikali ina mpango wa mwaka huu, tunataka kujenga madaraja, tunataka kujenga mashule, tunataka kujenga mambo mbalimbali. Na wanategemea fedha zao zitakusanywa kwa mwaka mzima. Sasa wanahitaji kufanya miradi sasa, kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo lazima wataenda kukopa hizi fedha. Kwa hiyo kuna njia nyingi za kukopa. Bondi maana yake wanaenda kukopa kwa wananchi wake. Kuna wananchi ambao wanafanya biashara, wana fedha zao, wameziwekeza. Kwa hiyo wanakopa fedha kutoka kwa wananchi. Alafu wakishakopa watawarudishia hizi fedha kwa riba. Kwa hiyo watakubaliana na kila mwananchi kwamba kwa wakati huu tunapokopa tutatoa riba labda 10%, tutatoa 13 au 14 au 15 kwa kadri watakavyoona mwenendo wa uchumi wa kipindi hicho. Kwa hiyo mwananchi atakwenda kupeleka hizo fedha, atawapa serikali kupitia Benki Kuu na Benki Kuu itazipokea. Kwa hiyo hizo pesa watakaa nazo serikali kwa muda wote ambao wamekubaliana, kama ni kipindi cha miaka 10 au 20. Lakini kila mwaka wanawapa riba inayotokana na uwekezaji huo wa fedha ambazo wanazitoa. Kwa maana yake bondi hapa tunaongelea mkopo. Yes. Tunaongelea mkopo. Mkopo ambao unaipa serikali. Alafu unarudi kwa manufaa. Labda ningeuliza sasa, serikali ndio inatoa mkopo na tunafahamu
watu wengi wanajua, yani serikali ni kitu kikubwa sana kumfikia mtu wa chini sana kuomba mkopo. Sasa kuna watu mahususi wanaopewa hizi bondi, ama mtu gani ambaye ana qualify kupewa hizo bondi? Naam, hizi bondi ziko open, yani ziko wazi kwa raia wote. Kwanza ni either ni mtu individual, kwa maana mtu raia wa kawaida, au taasisi. Kampuni hizi unazoziona, taasisi zote zinaruhusiwa kwenda kule kukopa, kwa sababu zinakuwa ni pesa nyingi, pengine wananchi wangeenda mmoja mmoja wasingetosha. Kwa hiyo wanaruhusu wananchi, wanaruhusu pamoja na makampuni. Wanakuwa na category kadhaa. Wakiruhusu fedha nyingi waende, wanaweza kaenda watu wakubwa peke yake. Kwa hiyo wanaweka na category ya watu ambao, kwa hiyo kuna njia mbili, ni competitive na non competitive. Kuna fedha wanasema fungu hili ni kwa ajili ya kushindania, kwa hiyo mtu yeyote anaweza kushindana, lakini kuna ambayo ni non competitive, kwamba hii ni watu waende waseme sisi tunataka tupate tu. Kwa hiyo wale ambao hawawezi kufuatilia uwekezaji, kuwa serious, kujua kwamba inaendaje, hawezi kushindana, wataomba kwa mlango ambao sio wa ushindani. Kwa hiyo panakuwa na fund mbili zimetengwa kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo mtu yoyote, kwa hiyo kwa swali lako kulijibu, mtu yoyote anaweza kaenda, ni raia yoyote au taasisi. Na yes. Aha, sawa. Kwa hiyo hapa maana yake serikali inaomba mkopo kutoka kwa watu wake, si ndio? Kwa hawa watu watakuja, watanunua, maana yake watampa serikali. Yes. Na serikali nao atawapa nini sasa in return? Kwa sababu unavyofahamu mimi napomkopesha mtu, maana yake lazima niwe na nakala ambayo inaonyesha bwana mimi nimemwazima mtu fulani. Sasa unapoipelekea serikali pale, yenyewe inakupa nini in return? Yes. Unapopewa kuna maandishi, kunakuwa na kama kimkataba hivi, kinachoonyesha kwamba kuna pesa umewapa na wao wanashikilia pesa zako, na kila mwezi unakuwa unafahamu kwamba kila mwezi watanipa kiasi, kila mwaka watanipa kiasi hicho. Kwa hiyo kwa mwaka ile percent ambazo zimegawiwa watazigawa kwa katikati. Kama ni 15%, let's say umewapa milioni 10, asilimia labda ni 10. Kwa hiyo ile hela yako ile milioni 1 kwa mwaka labda itaganywa mara 2. Kwa hiyo mwezi wa kwanza watakupa, kwa miezi 6 ya kwanza watakupa nusu, 500,000, alafu miezi inayofuata watakupa 500,000, ambayo ni jumla inakuwa kama milioni 1 kama hiyo. Aha, okay. Sasa kwa mfano mimi hapa mwananchi wa hali ya chini kabisa, labda nimefanya shughuli zangu hapa, nimepata ka 20,000, 30,000 au laki. Sasa natamani kupata bondi. Sawa? Natamani kupata bondi, lakini sasa sijui kiasi gani cha chini kabisa, yani inawezekana hela yangu, yani ni kiasi gani cha chini ambacho kinatakiwa mtu uwe nacho ili kupata bondi? Kwa bondi kiasi cha chini wameseti iwe milioni 1. Kwa hiyo ni kuanzia mtu mwenye milioni 1 ndiye anaweza kwenda kununua bondi kwa sasa. Na pengine labda kama sheria zitabadilika hapo baadaye au policy inaweza ikawa vinginevyo, lakini kwa sasa inabidi uwe na milioni 1. Kwa maana yake hii bondi kwa mtu ambaye yuko chini ya kiasi cha milioni, yeye kwake hawezi kupata. Yes. Kwa maana hiyo huyu yeye kwenye swala la bondi huko atoe kabisa mawazo yake huko. Kuna platform zingine ambazo pengine zinaweza kuzungumzwa baadaye, lakini kwa sababu tuna focus hapa kwa sababu uwekezaji unakuwa mwingi. Kwa hiyo kuna platform nyingine ambazo anaweza kuzitumia kama na kiasi cha chini. Kwa hiyo kwa sasa tuna sheria iko hivi. Sasa labda ningetamani kujua utaratibu wa bondi, wa soko la bondi unakuwa ni kwa Tanzania peke yake, ama ni utaratibu huu unaendeshwa kwa mataifa yote, yani worldwide? Maana yake nikienda labda Kenya nitakuta utaratibu ule, nikienda Austria, nikienda Ujerumani, ama nikienda, utaratibu unakuwa unaendeshwaje? Ni hapa Tanzania ndo tumejiwekea hivi ama ni kote? Hapana. Kwa uzoefu ambavyo nimeangalia nchi nyingi sana, ni utaratibu ambao huu ni global. Ni duniani kote, kwamba serikali kukopa kwa wananchi wake ni utaratibu wa kawaida. Tunaweza tukatofautiana kwa sera za kifedha, tunamaanisha monetary policy. Tunaweza tukatofautiana hapo kwamba sisi kwetu tuna riba labda kubwa, nchi nyingine na riba ndogo, kulingana hapo, lakini utaratibu wa serikali kukopa kwa wananchi wake ni kitu ambacho ni global. Yes. Sawa. Sasa kwa hiyo nilikuuliza swali mwanzo pale, hizi nikisema hisa na nikisema bondi naongelea kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Hapana, hapa ni vitu viwili tofauti. Hisa ina utaratibu mwingine. Hisa
Hisa ni umiliki kwenye biashara fulani. Ya kuieleza kwa urahisi ili kusudi la mwananchi wa kawaida aelewe ni kwamba biashara ipo inaendelea, ni kampuni fulani. Sasa raia anaruhusiwa kwenda kwenye ile biashara kusema ninaomba sehemu ya umiliki. Kwa hiyo kama biashara ina gharama, jumla ya fedha yake ni kiasi fulani, wewe watakupa sehemu ya hiyo biashara, hiyo kampuni. Kwa hiyo unaweza ukatoka hapo kwenda kwenye taasisi, kampuni zilizopo ambazo zimeorodheshwa kwenye zinazouza hisa zake, wewe ukanunua hisa. Na kwa sasa hivi utaratibu ni kwamba unatakiwa kuanzia kwenye hisa 10 kulingana. Sasa kiwango kitategemea na hisa moja ni shingapi, lakini kwa sasa unatakiwa kuanzia hisa 10 kwenda juu. Kwa maana hiyo, kwa Kiswahili chepesi kabisa, bondi ni serikali, yes, lakini hisa ni taasisi yenyewe, yes. Kwa maana hiyo serikali yenyewe haiuzi hisa. Yes, serikali kwa maana ya serikali ni hisa anauza mtu yoyote. Inaweza ikawa serikali ama ikawa binafsi, kwa sababu uratibu wa hisa ni kwamba kampuni inayofanya biashara, kwa sababu serikali ina taasisi, ina kampuni zake zinazofanya biashara, na tunaziita ni government entities, zipo zimeanzishwa na zinafanya shughuli za biashara kama kawaida. Kwa hiyo na zenyewe kama zitasema tunataka kuuza bondi zetu, hisa zetu kwa hiyo na yenyewe inaingia kwenye mchakato huo wa kawaida. Kwa hiyo haijalishi ni private au government, lakini inabidi ipite kwenye mchakato wa kuuza hisa huo kawaida. Sawa, sasa nikuulize swali ambalo litatupeleka mbele kidogo, lakini tutarudi. Kwa mfano mimi mfanyabiashara mdogo kabisa, na hapa nina shilingi milioni 1 yangu, sawa? Hapa kuna kampuni inauza hisa, lakini kuna hizo bondi za serikali. Je, unanishauri nikimbilie wapi hapa kati ya hivi vitu viwili? Naam, sisi kama advisors si rahisi kujibu swali hilo kwa sababu ya kwanza, kuwekeza wapi niwekeze, ni bondi au ni hisa, inategemea na setup ya mhusika. Kwa kama ni mfanyabiashara unataka kuwekeza, ni lazima nitakuuliza baadhi ya maswali kwamba kuna mambo mengi. Wewe ni kijana, ni mtu mzima, je ni mwajiriwa, ni mfanyabiashara, lakini pia ni risk appetite yako ikoje, unaweza kuhimili kuchukua riski, ama wewe sasa au umri umeenda, utaki masuala ya heka, unataka sehemu ambayo riba yake imetulia. Kwa hiyo ukishaelewa, lakini malengo yako ya uwekezaji ni yapi? Na unataka uwekeze leo kesho upate, au na uwezo unataka kuwekeza miaka 10 ijayo? Kwa hiyo hayo maswali ndio mwisho wa siku, baada ya kuyaanalyze, ndio atakayonifikisha hatua ya kusema sasa mimi nakushauri uwekeze hapa. Okay, sawa. Kwa hiyo CFE, labda ningeuliza tena, kwa maana hiyo utaratibu wa kuendesha hizi hisa na utaratibu wa kuendesha hizo bondi za serikali vinatofautiana? Kuna utofauti, inaweza ikawa ni sio mkubwa, lakini utofauti lazima upo. Yes, kwa sababu kuanzia namna ya kwenda na namna inavyotolewa ni tofauti. Kwa mfano, kwa sababu tumezungumza mambo mawili hapa. Kwa mfano bondi, ukishaweka, umenunua, unasubiri hisa unasubiri kwa mwaka mzima, kwa miaka mliokubaliana. Unless kama utahitaji kuziuza hisa zako au kama utahitaji kuzikopea, ndio unaweza kaenda. Lakini la pili ni kwamba lazima upitie kwenye benki kwenda kununua hizo hisa kwa hizo bondi. Lakini kwa hisa muda wowote unaenda unanunua. Hata sasa ukitaka unaenda kwenye hisa unaomba kuuza, unanunua. Lakini bondi ni lazima mnada utoke ili kwa hiyo unasubiri mnada, serikali ina uhitaji kwamba sasa tuna uhitaji, chukua, unaenda, tunatangaza tangazo, kwa hiyo mnaenda kwenye mnada. Kwa hiyo unaona hata operation zake na engagement zake zinaweza zikawa ni tofauti, lakini ufanano ni kwamba unahitaji fedha zako ziwe na zimezalisha at the end of the day. Lakini pia utagundua kwamba hisa bondi zina rate yake iko fixed, na ni ile riba yake. Kwa hiyo unakuwa unafahamu kwamba kama nimewekeza milioni 5 yangu, mwisho wa mwaka mimi faida yangu itakuwa ni kiasi hiki, haitabadilika, haitaongezeka wala haitapungua. Ila kwa upande wa hisa itategemea na performance ya hiyo kampuni ulionunua kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kama itafanya vizuri, inaweza ikawa na faida zaidi ya mara 3, mara 4, mara 5, hata zaidi, hata mara 10. Lakini inaweza pia, kwa sababu ni biashara inaendelea, inaweza ikawa na hasara, mwaka huo ikapata hasara, afu mwakani ikapata. Kwa hiyo inakuwa ina swing
Tategemea kwamba na wakati huo inafanyaje kwenye biashara. Sawa, kwa maana hiyo sasa hem tuanze na kwenye upande wa bondi kidogo hapa kwa maana hiyo mimi nikitaka bondi leo, maanake lazima nisubiri serikali itangaze. Na serikali inapotangaza probably itatangaza kwenye platform ya BOT. Kwa maana yake ili kupata hii ni lazima niwe naweza kwenda as individual ama naweza kwendaje? Naenda nitafute kampuni ya kwenda nayo ama unaendaje pale? Asante. Labda niweke vizuri tena kwamba kwenye mnada wa bondi wa serikali unaendeshwa kwa njia mbili. Moja inaitwa ni primary market, yani soko la awali. Ile ambayo ni serikali yenyewe kupitia Benki Kuu imetangaza, jamani wananchi njooni mnunue nini? Bondi. Kwa hiyo nyote mtajitokeza kwenye huo mnada. Mtajitokeza na mara nyingi riba inakuwa nzuri sana. Hiyo inaitwa primary market. Kwa hiyo mtaenda kununua. Na njia ya kwenda, hiyo ni njia ya kwanza ya namna inavyotokea. Lakini sasa kuna watu mtakwenda wengi, wengine watakosa. Kwa hiyo baada ya mwisho kufunga mnada, wana evaluate, wanachukua kiwango walichokihitaji na idadi ya watu waliopata wakati ule. Wale waliokosa baada ya kufunga mnada, zile bondi zinahamia kwenye secondary market. Kwa hiyo zinaenda kuuzwa kwenye soko la hisa, zinahamia kule. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wamenunua, sasa wanataka kuuza. Kwa hiyo ziko kwenye secondary market. Kwa hiyo unaweza ukaenda kununua kule. Yes. Na namna ya kwenda, hatuendi wote Benki Kuu kwamba tumekuja kununua. Hapana. Serikali imeweka utaratibu, na ni utaratibu ambao upo na ni global kwamba lazima uwe na broker, tunamuita broker ama dalali kwa Kiswahili, kwamba serikali haiwezi kukutana na watu wote kwamba raia 1000 ngapi wote waje Benki Kuu. Unaona kwamba it's not practical. Kwa hiyo nyote mnapitia kwa broker. Broker anawakusanya, alafu broker anawachukua nyote, ndiye anayeenda kuwa represent kwa Benki Kuu. Kwa hiyo nyie broker hapa ni akina nani? Broker ni kwa bahati nzuri hapa Tanzania almost commercial banks zote unazojua. CRDB, NMB, nini zote unazojua zote ni broker, lakini pia kuna broker wengine ambao sio benki wapo. Wako wameorodheshwa. Kwa hiyo ukiingia ukagugu ukasema brokers hapa Tanzania financial kuna orodha yao. Kwa hiyo unapitia hapo. Kwa hiyo ndio itakao kuwa njia ya kwenda. Na kuna akaunti mpya kama mwekezaji itafunguliwa ambayo yenyewe inakulinki kati yako wewe na Benki Kuu. Yes. Sawa. Kwa maana hiyo pale lazima tu utafute mwakilishi. Yes. Na kwa maana hiyo sasa ili kupata mwakilishi lazima upate aliyechangamka kidogo. Hapana, anayechangamka ni wewe. Mwakilishi ni kukupelekea taarifa zake, kwa sababu yeye anakupa fomu inayofanana. Kwa hiyo wewe ukipeleka asubuhi ukasema nataka kununua bondi ya shilingi milioni 20 kwa kiasi hiki, yeye ulivyojaza ile fomu ndio anayekupelekea. Yaani wewe tu uliyenunua na yani sana yeye anaweza akakushauri tu. Lakini mwandikaji na muombaji ni wewe. Yeye anachukua fomu na kukupelekea huko basi. Kwa hiyo ana act kama intermediary. Hela yako wewe utaiweka kwake, yeye ndo atakayeipeleka kule hapo katika. Kwa maana hiyo unaweza tu kumtumia yote. Sasa nilikuwa nawaza labda inawezekana ukamtafuta mwakilishi, labda ndo mtu amekuja kwangu mimi ndo broker sasa. Akanipa taarifa zake nikachelewa kuzipeleka. Yaani kuna labda unakuta broker unayemtumia ni mzito. Kwa hiyo kila akienda unakuta nani zimeisha. Bondi zimeisha. Kila akienda hiyo inakaje? Nadhani yes of course zipo, lakini hatuna uzoefu mkubwa kwenye hilo. Na kwa sababu na wenyewe wako kwenye ushindani, wanatafuta wateja ambao watawahudumia. Kwa hiyo wanajitahidi kuhakikisha kwamba wamekava mahitaji ya wateja wao. Yes, kwa sababu na muda unafahamika kwamba ni saa 3 mpaka saa 9 jioni. Kwa hiyo wanajitahidi katika kipindi hicho wawe wamesababisha. Basi safi sana. Wakati huo unakwenda kuniambia hapa ili soko la hisa la Tanzania linaendeshwaje na liko chini ya mamlaka gani? Na ikiwezekana unaweza ukaniambia kwenye bondi huko umeshaniambia ni serikali na inapelekea Benki Kuu, hapa wanakuja mabroker. Sasa kwenye upande wa hisa huku, kwa sababu najua hauwezekani tu mtu ukajitokeza tu from nowhere. Obviously lazima kuwe na utaratibu, kuwe na utaratibu, lakini kama inawezekana kuwe na usimamizi, nani anasimamia utaratibu unakuaje wa kutangaza hizo hisa na kwenye process zake ni zipi? Karibu uniambie labda hizi hisa zinasimamiwa na nani yupo kwenye mamlaka ya
kusimamia hizo hisa? Kwa utaratibu kuna hizi kampuni zinaitwa public listed companies. Ukitaka kuuza hisa zako kwa utaratibu wa kawaida, wale wenye makampuni makubwa yote, mabenki na nini na taasisi za mawasiliano na nini, wanapotaka kusema tunataka kukusanya fedha za hisa, sharti moja ni kwamba wanatakiwa wawe wameorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, linaitwa DSE, Dar es Salaam Stock Exchange. Yeye ndiye platform ambayo anatumika, kwa sababu otherwise tungekuwa tunaenda sasa kila kampuni kila mmoja kivyake. Sasa mambo ya fedha haya lazima serikali iweke uratibu wake. Ndio maana wameweka hizi taratibu kwamba kuna DSE, Dar es Salaam Stock Exchange, ndio atakuwa na ratibu. Kwa hiyo yeye ametumika kama platform ambayo muuzaji na mnunuaji mnakutana pale kufanya biashara. Kwa hiyo wewe mnunuaji utapitia DSE kwenda, utakuta kuna makampuni yamejiorodhesha yote, utachagua kampuni unayoitaka then utanunua hiyo hisa kupitia dalali wako. Lakini pia hata hiyo DSE kuna mamlaka inayoregulate mwenendo mzima wa hisa. Kwamba hisa zisiwe sana expensive, zisiwe pesa za watu zije zikapotea, wanaitwa mamlaka ya masoko na mitaji, CMCA. Kwa hiyo CMCA ndio wanaokaa katikati kwa ajili ya kuregulate masuala ya haya ya fedha. Kwa hiyo serikali kupitia hizo mamlaka zake wanaregulate kusudi masuala ya fedha yasiende ndivyo sivyo. Sawa. Sasa hapa kwenye hisa hapa kidogo ni patamu sana hapa. Labda ningeanza hapo kwenye Dar es Salaam Stock of Exchange. Hii imekaaje hii? Yaani hii ina operate hapa Dar es Salaam kwamba nikienda Morogoro nitakutana na Morogoro Stock of Exchange. Labda nikienda Iringa hii inakaaje? Tuanzie hapo kwenye jina hapo. Kwa sababu imeitwa Dar es Salaam ndiko ilikoanzia. Ina historia yake ambayo pengine naweza nisiende kwenye historia yake ya uanzishwaji, lakini ina act kama ndio national. Ni national ina operate national, lakini jina ni Dar es Salaam kwa maana ya kwamba ilianzia hapa na nadhani ndio jina ambalo lilianza ikiwa hapa Dar es Salaam. Lakini kwa nchi zingine ziko nyingi. Ukienda South Africa utakuta Johannesburg Stock Exchange, utakuta na nyingine, yani zinakuwepo nyingi, kwa hiyo mnachagua platform. Kwetu sisi Tanzania baada hazijawa, nafikiri huku tunaenda kwa labda itatokea nyingine ambayo ziwe za ushindani, lakini kwa sasa kwa sababu ilianzishwa na serikali na ikafanya vizuri mpaka sasa ndio inayofanya. Kwa hiyo ukiwa Morogoro, ukiwa wapi, utaitumia hiyo. Kwa maana yake huyu yupo pale katikati kuhakikisha wewe unainunua hisa hela zako hazipotei, na wewe unayeuza hisa unauza kwa bei ambayo ni affordable kwa watu kununua. Yaani ni soko, anawakutanisha mnunuzi na mnunuaji kwa wakati hapo. Mnaelewana, nyinyi mnaelewana nyinyi wenyewe, lakini yeye anakuwa katikati kuwakutanisha. Asante sana. Sasa wakati tunaendelea hapa, maana nataka nikuulize mchakato wa kununua bondi au hisa unafanyika vipi? Nikukumbushe tu mfuatiliaji wa kipindi hapa, leo tupo kwenye mahojiano ya namna ya kuwekeza. Je, unawekezaje kwenye hisa ama kwenye kununua bondi? Ili usiwe na wasiwasi kabisa. Kwa hiyo endelea kutufuatilia, na sasa hivi tunaenda kufundishwa, je, nikitaka kununua hisa ni fomu gani najaza, ni wapi naenda nikitoka nyumbani kwangu, na mambo kama hayo, mpaka kufikia hatua ya mwisho kabisa ya wewe kuwa mmiliki wa hisa ama bondi. Kwa hiyo nikukaribishe uendelee kwa pamoja nasi tunapoendelea na kipindi chetu cha uwekezaji. Sasa CFE, mimi sasa nipo sasa hapa, nina kibunda changu cha hela hiki hapa bwana. Mimi nimefikiria, nimemaliza, nataka niwe na hisa. Sawa. Sasa nataka nitoke nyumbani, kituo cha kwanza kitakuwa wapi? Naam, asante. Mimi ukiniuliza procedure kwanza, kwangu mimi procedure ni kupata elimu. Yes, kupata elimu ambayo kama hivi tunapata elimu, kwa sababu huwezi kwenda kununua kitu ambacho hujaamua unanunua nini. Kwa hiyo unapokwenda, kabla hujaenda kununua, uhakikishe kwamba umejielimisha vizuri kwamba hisa ni nini kama tunavyosema, lakini ninapoenda kununua basi nimeshaelewa elimu. Unaondoka unajua kwamba nataka kununua hisa ya kampuni gani. Kwa hiyo unapokwenda kununua, kabla hujaenda kununua, unajua unafahamu kabisa naenda kununua hisa za kampuni gani. Kwa hiyo ukishakuwa umejielimisha na umeamua, kitu cha kwanza ni kuchagua broker, kwa sababu hisa pia unanunua kupitia dalali kama tulivyoona kwenye bondi. Na madalali pia wa soko la hisa wapo wengi tu, unaweza ukaorodhesha ukawapata wako wa kutosha. Kwa cha kwanza ni kwenda kwa kuchagua huyo broker wako
kwamba mimi broker wangu unachagua kama unavyochagua daktari wako. Kwenye madaktari wengi unachagua kwamba mimi daktari wangu atakuwa huyu, na nadhani ni hivyo, muona ana operate vizuri na ana usumbufu. Kwa hiyo utamchagua, ukishamchagua yeye ndio sasa ukitaka kununua hata yeye kuna mambo atakushauri, lazima atakushauri kwamba nataka kununua hisa hii, atakupa fomu utajaza, mtaingia mkataba ili kusudi, kwa sababu hela yako utakuwa unaihamishia kwake, inatoka kwake ndio inaenda kwenye mfumo wa kununua hisa. Kwa hiyo cha kwanza ni kujielimisha, la pili utachagua broker. Lakini kwa sasa hivi tayari kuna maendeleo. Zamani hapakuwa hata na hizi teknolojia za sasa. Sasa hivi angalau kuna maendeleo. Kama ukishajielimisha unaweza ukafungua na kwenye nani, kuna kitu kinaitwa hisa kiganjani, ukafungua app, ni app naona iko kwenye simu, kwenye hizi gadgets, ukafungua ukawa na app, ukaingia ikakupa mwongozo mpaka ukafika hatua kufungua ile account ambayo itakuwa inatunza hisa zako. Kuna account ya kidijitali ambayo yenyewe ndio inayokuunganisha kati ya wewe na hiyo kampuni unayonunua, inaitwa CDS account. Kwa hiyo ukishaifungua, unaweza ukaifungua hata kwenye mtandao ukaipata, then unaanza kununua na kuuza. Lakini kikubwa uwe ili kufanikiwa kuwa successful ni kuhakikisha kwamba una taarifa kamili za kampuni unazoenda kununua. Sasa unazipataje na unafikaje? Kwa mwananchi wa kawaida pengine si rahisi kujua kwamba kampuni ipi sasa inafanya vizuri. Kwa hiyo kuna washauri wa masuala ya fedha. Kuna washauri, kwa mfano tupo, ukija sisi au mtu mwingine ambaye ni mshauri atakushauri kwamba kama unataka kuwekeza kwenye hisa unaweza kaenda kwenye hii au kaenda kwenye, kama nilivyosema awali, atakuuliza mipango yako na risk appetite na nini. Akishapata zile taarifa zako atakushauri kwamba hii ni nzuri au unaweza kuweka hapa kulingana na mipango yako. Yes. Sawa. Hiyo ni nzuri sana. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwanza kwa kama mimi ndo ningekuwa leo nataka niwekeze ninunue hisa, manake natakiwa nikae chini kwanza nipate elimu, nijue kwamba hisa ni nini, inafanyaje kazi, na hiyo ni safi sana, kwa sababu ujue kumekuwa na hii elimu ya hisa na hizi bondi imekuwa inawapitia watu wengi sana. Watu wengi sana wanatamani kuwa wanawekeza kwenye hizi hisa na nini, lakini inakuwa ni ngumu sasa kupata hiyo elimu. Labda kwa haraka tu, je, unaweza kufanya application ya hizo kupitia mtandao? Yes. Kwa sasa hivi teknolojia imekuwa na hawa DSCA wako mbali na teknolojia, umetufikishia kwenye kiganja. Sasa hivi unaingia hisa kiganjani, ndio hapo inaitwa. Ukishaingia pale na kuongoza mpaka unafungua account. Kwa ufupi tu, lakini sasa sijaelekezwa kwenda huko, lakini hivi kwa mfano mtu anataka kuwa broker, yani wao broker hawa vigezo vyao ni vipi ili kuwa broker? Kuna utaratibu wake na ni usajili, ni taasisi kama unavyoweza kwenda kuomba kuwa benki, kufanya biashara ya benki, kama unavyoweza kwenda kujisajili kuwa mshauri wa fedha, kama unaweza kujisajili kuwa microfinance, kutoa mikopo, na hawa broker wanaenda wana vigezo vya kujisajili kuwa brokers. Kwa maana hiyo kwa hawa brokers maana yake inawezekana wapo wengi sana, yani wako wa kutosha. Idadi wako wa kutosha. Yes. Na hata benki nyingine kama zenyewe, benki kama benki ni brokers wenyewe. Yes, hizi unazoziona commercial banks wanafanya pia kazi kama broker, kama yani kama insurance companies unavyoziona. Kwa hiyo ni hata wewe mwenyewe unaweza ukawa na kampuni ukawa broker, kama utakuwa mtaalamu na ukawa na wataalamu wengine wa kufanya hizo shughuli, utakusajili ukikizi vigezo. Yes. Kweli kabisa. Nafurahi, naendelea kufurahia, na nadhani anayetufuatilia pia anapata ufumbuzi, anapata elimu ya namna hizi hisa zinavyofanya kazi. Na ningetamani sasa tuelekee sehemu nzuri kabisa, yani hii sehemu ni sehemu tamu sana hii. Mimi nataka ninunue hisa, sawa? Faida za mimi kununua hisa ni zipi? Kwa sababu nikuongezee maneno kabla hujanijibu hapa. Kuna mtu anakwambia huwezi kupata faida kwenye hisa kama una hela ndogo. Yaani wewe kama una 20,000 yako bora tu ukaile, ama utafute kitu kingine cha kufanya kuliko kununua hisa. Kama una milioni zako kadhaa, hizo hazitoshi. Wanaopata faida kwenye hisa watu wanaweka bilioni huko, hela nyingi za kutisha. Labda ungetufafanulia vizuri faida unazoweza kuzipata na yani kwa namna gani mtu wa hali ya chini kabisa akijikaza sana atakiwa, yani kwake inakuwaje akiwekeza kwenye hisa? Asante. Hisa ni biashara kama biashara nyingine. Wewe ukifungua
wewe ndugu mtangazaji, ukifungua genge la milioni 10 unafikiri utapata faida na aliyefungua supermarket ya milioni 20? Hapana. Kwa hiyo utaona kwamba biashara ni biashara kama biashara nyingine. Kwa hiyo mtu anayekwambia ukiwa na hela ndogo utapata utapata faida kubwa, sasa kwa hela ndogo hiyo yeye anataka ufanye biashara gani? Kwa sababu hata ungefungua biashara kama ni hela ndogo, ni hela ndogo tu. Huwezi kusema sasa hela ndogo imekuwa kubwa kwa sababu nimefungua biashara. Kwa hiyo ukiwa na milioni 1 ukanunua hisa utapata faida inayoendana na milioni 1. Aliyeweka bilioni 1 atapata faida inayoendana na bilioni 1. Yaani alichonacho ataendelea kuwa na kingi, na ndivyo ndio ilivyo. Kwa hiyo mimi ukija na hiyo, ukiniambia hivyo naweza nisikubali haraka, kwa sababu ni biashara kama biashara nyingine, kwamba ukisubiri una hela ndogo iwe kubwa utaiwekeza lini? Kwa sababu faida inavyopatikana inapatikana kwa hisa moja. Faida inahesabika kwa hisa moja. Kuna njia mbili za kupata faida. Moja ni dividend, nyingine ni kwa njia ya tunaita capital gain. Kwamba umenunua hisa ikiwa 2,000, sasa hivi baada ya muda demand imekuwa kubwa, imepanda mpaka 4,000. Kwa hiyo kama uliweka 100,000 utakuwa na 200,000 ikipanda hivyo. Kama aliyeweka milioni 1 atakuwa na milioni 2, aliyepata milioni 100 atakuwa na milioni 200. Kwa hiyo ni ratio, inaenda kwa ratio kwa kadri ulichokiweka. Hiyo ni kwa njia ya, kwa sababu ni pa share. Lakini pia hata dividend, wakisema tuna dividend ni gawio la kila mwaka. Kampuni ulioiwekeza imepata faida, sasa ile faida inaamua kuzigawa kwa wawekezaji wake. Sasa tuseme aliyeweka bilioni kweli tumpe gawio linalingana na aliyeweka 100,000. Itakuwa fair? Haiwezi kuwa fair. Kwa hiyo watasema tunatoa gawio letu, tunatoa shilingi 100 kwa kila hisa. Kwa hiyo mtu mwenye hisa 1,000 unagundua kwamba atakuwa na pesa nyingi, kwa sababu itakuwa 100 mara 1,000. Lakini mwenye hisa 10 atakuwa na 100 mara 10. Kwa hiyo ni ratio. Faida inakuja kwa ratio ya kiasi ulichonacho. Kwa maana hiyo mtu ambaye pesa zake sio nyingi sana asiache kuweka, aende tu kuweka, lakini atapata, haitamdanganya, maana yake atapata kulingana na kile alichokiweka. Hiyo. Lakini pia faida ya pili ni kwamba unaweza ukaweka muda wote. Unaweza ukaweka leo chache, kesho ukapata nyingine, ukaenda ukanunua, ukaenda ukanunua. Yaani unanunua chache kulingana, zinaongezeka kwa kadri unavyoenda mbele. Hiyo ni safi sana. Lakini hapa pia watu wanatamani kujua hatari zinazohusiana na bondi ama na hizi hisa. Kuna hatari gani huku kwenye hisa? Kwa sababu mimi naamini na nadhani mtazamaji pia na mawazo haya, mtu ukisikia kuhusu hisa, kitu kikubwa ambacho watu wanakisikia ni kwamba hii inakupa faida, hii utafaidika baada ya muda, hii. Lakini sijawahi kukatiza sehemu nikasikia bwana hizi hatari zake ni hizi. Labda leo nisikie mara ya kwanza kabisa kutoka kwako. Hivi vitu hivi hatari yake ni ipi? Riski yake ni ipi na ina ukubwa gani? Uwekezaji wa hisa na uwekezaji wa bondi, mimi napenda ni ufananishe tu na uwekezaji mwingine. Kwamba hata ukiwekeza kwenye biashara kuna hatari zake, ukiwekeza kwenye ujenzi wa nyumba kuna hatari zake, na kila sehemu ina hatari zake. Kwa hiyo ukiniuliza kwenye upande wa bondi kwa maana ya kupoteza, nashindwa kujua kama ni hatari, kwa sababu hatari maana yake ni kitu kilichokuja unexpected, yaani akikutegemewa, sasa imeenda vibaya. Kwenye bondi unaelewa mapema kabla hata hujaweka hela yako kwamba mimi nawekeza milioni 100 kwa mwaka huu, nitapata faida ya milioni 15. Sasa hatutegemei hasara yoyote itokee, labda nchi sijui ifanyeje, yaani sijui itokee nini, lakini hatuna uzoefu huo, haujawahi kutokea. Hiyo ni namba moja. Ndio maana tunasema bondi ni risk free, yaani hazina hatari. Ulichokubaliana nacho ndio faida utakayoipata. Na labda tuseme hatari ni kwamba faida yake ni, Uingereza wanasema relatively low, yaani ni faida yake sio kubwa kulinganisha labda na hisa wakati mwingine. Kwamba kama unawekeza milioni 100 ili upate milioni 15 kwa mwaka, mtu mwingine anaweza kusema mimi milioni 100 nikiamua kwenda kufanya biashara huku naweza nikapata milioni labda 50 labda. Kwa huyo namshauri aende kwenye hiyo biashara kama hiyo.
ila sasa faida ni kwamba kwenye biashara kule inaweza ikatokea hatari ambayo hukuitegemea. Hapa hakuna hatari. Hii 15 sawa ni ndogo, ila ipo hiyo. Sasa kwenye hisa kuna faida yake ni kubwa kuliko bondi, lakini pia ina hasara kuliko bondi. Yes, itategemea na kampuni uliowekeza imefanyaje kwa wakati huu. Kwa hiyo kama ikifanya vizuri inaweza faida ikaenda mara mbili. Kwa hiyo kaweka milioni 100 ukapata milioni 200. Wakati aliyeweka kwenye bondi amepata milioni 15. Lakini kama utaweka kampuni ikafanya vibaya, inaweza ukapata hasara, usipate mwaka huo faida kabisa, au ukapata ikashuka na kushuka. Kwa hiyo ni tunasema riski kwenye hisa ni kubwa kulinganisha na kwenye bondi. Kuna riski kwa sababu kuna kupata ama kukosa. Yes, especially kama wewe ni trader wa muda mfupi. Lakini kwa trader wa muda mrefu, kwamba tunawekeza kwa muda mrefu, kwa kweli naweza nikasema kwa asilimia zaidi ya 80-90 kwamba wamekuwa na faida, kwa sababu nature ya bondi ina tabia ya kushuka, kujiregulate yenyewe. Kuna kipindi inashuka alafu inatoka huko chini inapanda kuvuka hata ilipokuwa. Kwa hiyo kama umeweka miaka 5 mbeleni, hatuna uzoefu, ni kampuni chache ambazo tangu zilipoingia sokoni na sasa hivi ziko chini, ni chache sana, nyingi ziko juu sana. Kwa maana hiyo, maanake unapoenda kuwekeza kwenye bondi unatakiwa angalau uwe unawekeza kwa muda mrefu. Yes, kwa hisa, yes, kwenye hisa, especially kwenye hisa, yes. Kwenye hisa unatakiwa uwekeze. Ukiwekeza unatulia, itaenda, itashuka, itapanda, lakini mwisho wa siku itakuwa kwa maana yake hapa mtu ambaye yeye anaweka labda milioni 5 yake ili imzungushie. Kwa hii pale haitafaa, ni mara 100 akafanye biashara nyingine. Kuna kitu tunasema kuna traders na investors kwenye hisa. Yes, huwa tunapenda sana kuwatofautisha kwamba trader ni mtu ambaye anaenda kuona leo imefanyaje, na anaweka leo, anaangalia kesho inakuaje, anaamua kuuza. Kwa hiyo kama amenunua leo 2,000 akaona imefika 2,500, 3,000, imeshatengeneza faida, anauza haraka, amechukua faida, ameondoka. Huyo ni trader. Yaani manake uwe na uwezo wa kukaa unavizia soko linavyokwenda. Kwa mfano hivi tunavyoongea, kuna kampuni ambazo wiki tu iliyopita zilikuwa 2,300, 2,000 ngapi, sasa hivi iko 2,500. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa ametumbukiza milioni 10, 20, sasa hivi akiuza anapata faida. Kwa hiyo huyo ni wa muda mfupi, amewekeza kwa muda mfupi. Ila kwa mwekezaji wa muda mrefu wala hata angalia hiyo. Yeye ameweka milioni zake 1, 2, 3, ataiacha itaenda. Siku utakuta imeshotoka 2,000, imefika 5,000. Kwa hiyo itakuwa amepata faida ya kubwa kwa sababu amewekeza kwa muda mrefu. Kwa hiyo tutasema sisi tunashauri mtu asiwe speculator. Speculator manake ni mviziaji wa soko. Awe investor. Okay. Sasa nimefikiria hapa nikaona kumbe kwenye hisa unaweza ukanunua hisa kwenye kampuni na kampuni ikafa. Hii kwake inakuwaje sasa kwa mwekezaji? Mimi nimenunua hisa kwenye kampuni X, alafu kampuni X imefilisika, imeacha operation zake kabisa, haipo. Hii kwenye hisa zangu ama kwenye hela ambayo nimewekeza pale inakuwaje? Ndio maana kuna mamlaka hizi za kuregulate. Kabla kampuni haijafika hatua ya kufa, kuna taratibu zake za kuona kwamba wawekezaji waliowekeza wanafidiwaje na nini. Kuna hizi government institution ambayo zinashika hiyo. Kwa hiyo kabla haijafika kusema imefilisika, watawahi kuweza kurescue mtaji ya watu. Ndio maana zipo zina operate, zina observe mwenendo. Kwa hiyo zinaweza zikajua. Ndio maana kuna kipindi hapa nyuma uliona kuna baadhi ya benki walizichukua wakaziunganisha. Yaani hizo zote ni juhudi za kuokoa mitaji ya watu. Kwa hiyo kuna juhudi nyingi sana mpaka taasisi zinakufa na mitaji ya watu. Serikali haiwezi kukubali na kuwa iko macho kwa kabisa. Unaweza kupata hasara, kushuka na kupanda nini. Hizi ups and down zipo kama biashara nyingine, lakini kwamba kufa, mimi naamini kwamba serikali inatazama. Kwa maana hiyo inapotokea swala kama hilo, kuna hatari kubwa sana ya mtu aliyewekeza kupata hasara kuliko kukosa kabisa. Yes. Basi hiyo ni safi sana. Kwa hiyo wakati tunaendelea hapa CFE, nitakuuliza kuhusiana na namna bei zinavyopanda na kushuka, lakini wakati huo namkumbusha tu mtazamaji wetu pale kwamba leo tumejadili kuhusiana na bondi na hisa, na tumefahamu kwamba bondi zinatolewa na serikali na hisa hizi ni
share ambazo mtu anazinunua kutoka kwenye kampuni fulani, lakini tukaona faida yake kwamba bondi ni risk free. Ukiwekeza kule utapata faida kwa uhakika kutokana na muda ambao unawekeza. Lakini kwenye hisa hapa pia tutaangalia trendi ya ile biashara ambayo umewekezea kwayo, lakini pia tukaona kuna watu wakati hapa wanaitwa mabroker. Hawa ni kazi yao kukuangalizia, kukuconnect wewe na muuza hisa ili kufanikishia wewe kupata hisa zako. Lakini tukajifunza pia, tunaye Dar es Salaam Stock of Exchange DSE. Huyu ndo msimamizi ama mtu wakati kwenye masuala mazima ya bondi na hizo hisa. Kwa hiyo tunaendelea na kipindi chetu hapa. Tupo na CFE Kagunila, yeye ndo anatupa elimu leo, anatupa elimu, na naamini baada ya hapa tutatoka moja kwa moja tukiwa na mitazamo tofauti tofauti. Inawezekana wewe ukatoka na maamuzi ya kwenda kununua hisa ama kutafuta namna ya kupata bondi, na huo ukawa ni mwanzo ama mwangaza wa kubadilisha maisha yako hasa katika sekta ya uchumi. Kwa tunaendelea na mjadala wetu hapa na CFE. Sasa hivi tungependa labda utuambie, je, hii bei ya hisa kupanda na kushuka hii kuwaje? Inatokana na nini hii? Kwenye makampuni, operations za makampuni kuna mambo kadhaa yanatokea. Kuna wakati kampuni inaweza ikawa inafanya vizuri. Sasa imepata wateja wa kutosha kwenye product zake. Kwa hiyo wakaamua let's say tunaenda kununua mitambo mpya au kufungua branch mahala. Kwa hiyo utagundua watakuwa wametumia sehemu ya faida yao kubwa itaelekeza kwenye kukuza biashara. Kama ambavyo wewe unaweza kawa na duka ukaamua sasa naenda kufungua duka lingine sehemu. Kwa hiyo kipindi hicho unajua lazima utashake kibiashara kwa sababu ni mpaka baadaye. Sasa kipindi hicho makampuni mara nyingi yanapokuwa yana expand au yanafanya operations za kuongezeka, mara nyingi huwa zina tend kushuka kwa sababu ya na watu ambao ni speculators ambao waliingia kwenye uwekezaji bila kujua, huwa ndio kipindi ambacho wanakimbia kuuza hisa. Lakini kampuni inapo expand, maana yake miaka ijayo inategemea kuwa na faida kubwa. Kwa hiyo nyewe mnakimbizana kuuza hisa, mkikimbizana kuuza hisa maana yake hisa zinashuka bei. Wanaofahamu sasa wanaenda kununua hisa. Kwa hiyo baada ya expansion kukamilika, ile mitambo ikaanza kutengeneza products zikawa nyingi, faida inaanza kuja. Kwa hiyo aliyevumilia sasa anaanza kupata faida. Kwa hiyo kwenye kipindi expansion mara nyingi huwa wakati mwingine mwaka unapita wajagawa gawio kwamba hatujapata faida. Lakini pia kuna mabadiliko ya uongozi wakati mwingine. Uongozi umebadilika, aliyekuwepo alikuwa mzuri, organizer mzuri, ameondoka, amekuja mwingine. Lakini pia kunaweza kuwepo na vitu kama COVID ilivyotokea magonjwa. Kwa hiyo operations zikawa haziendi sawa, kwa hiyo uchumi ukashuka. Sasa kipindi hicho kampuni haitafanya vizuri, kwa hiyo hisa zitashuka. Kwa hiyo kama ulikuwa mwekezaji uta experience kitu kama hicho kwamba kuna tabu kwenye uwekezaji. Kwa maana hiyo hapa mtu ambaye ananunua hisa ama ana hisa kwenye kampuni fulani, unapoona hisa zinashuka, sio tu mara nyingine, sio tu kwa sababu ni hasara inatengenezwa, lazima ufuatilie vizuri ili ujue sasa hapa labda ndo kama unavyosema wanafanya expansion ama nini kinatokea mpaka inapelekea hiyo. Na kwa mtu ambaye anataka kununua wakati huo, maana yake yeye unamshauri afuatilie. Anafuatilia, lakini kama atutafute ambao ni advisors kwenye masuala ya fedha, kwa sababu yani yeye anaweza akaipenda kampuni akaiona akasema mbona watu wanauza sana, inaonekana inashuka, lakini ukiangalia watu wanauza, labda tuseme ni kampuni ambayo mkuu wa taasisi ile amepata scandal. Sasa amepata scandal, watu wamesikia mkuu wa taasisi amepata. Sasa mkuu wa taasisi akipata scandal, watu wanaacha kununua product za kampuni. Kwa hiyo ni sababu ambayo watu wasiojua wataanza kuuza. Kwa hiyo hisa zitashuka. Lakini anayejua atasema, ataangalia mwenendo, kama zinashuka kwa sababu ya scandal ya huyu mtu, muda si mrefu zitaanza kupanda kwa sababu haina interference na operation. Lakini mtu asiyejua atakimbizana kuuza. Lakini labda kama kuna mgongano, ile product imekuwa, yani product zake zenyewe ndio zina scandal, sasa unaweza kusema wananchi wataacha kuzitumia. Kwa hiyo sasa hiyo angalau inaweza kawa indicator nyingine. Kwa hiyo tuna indicators ambazo tunaziangalia kusema hii inaweza ikawa na madhara kwenye kampuni au hii inaweza siwe na madhara kwenye kampuni. Hizo tunasema ni qualitative indicators ambazo unaweza ukaziona lakini kuna
kuna zile indicator ambazo ni namba tunasema ni fundamentals. Lazima utasolve ratios kuona kwamba profit is price earning ratio, na kuna hesabu za kusolve kusema kama zime range hapa na hapa inapanda kama kwa hiyo kuna vitu vya kuangalia ambavyo ni hatuendi tu kwa sababu imeshuka ukauza au kwa sababu imepanda. Nimekuelewa sana Sefui, nimekuelewa sana, lakini natamani kujua kwa nchi yetu Tanzania, tukichukulia Tanzania kama case study, nini kinaathiri sana, yani nini kinaathiri sana soko la hisa Tanzania? Ni vitu vingi, lakini ukiniuliza mimi soko lina biashara yoyote kwenye uwekezaji ni demand and supply kabisa. Kwa hiyo kama demand itakuwa kubwa hisa itapanda. Yani hisa imekuwa adimu, watu wanaitafuta, kwa hiyo bei inapanda, na kama supply ni ndogo, yani watu wakihitaji itapanda, wakiwa hawahitaji, kwa hiyo ndivyo itakavyokwenda. Kwa hiyo sasa nini kinafanya demand na supply nini? Ndio kama haya tulikuwa tunajadili. Kwa hiyo raia wengi hawafahamu masuala ya fedha, kwa hiyo wakiingia kwa nguvu kwa sababu ya jambo fulani, basi demand inapanda. Sasa au ikitokea jambo likatokea ambalo bila wao kujua wakaanza kuuza kukimbizana, nani inashuka. Wachache ambao wanaelewa ndio wanaingia kwenda kupata faida. Asante sana, na kwa faida tu ya mtazamaji nirudie kukuuliza swali. Je, mwekezaji anaweza kupoteza mtaji wote? Ni rare sana. Sidhani kama inaweza ikatokea kwamba amewekeza sasa kampuni imekufa, serikali mpaka inakufa, serikali inakuwa hizi taasisi zinafanya kazi gani? Kwa hiyo lazima itaiwahi kusema kampuni kabla haijafa tuokoe baadhi ya vitu ambavyo kuna utaratibu wake wa kusema kuiweka kampuni chini ya Mufidis na kusema kwamba wawekezaji wake tuwaifidie na nini. Hizo taratibu ni zingine ukiacha kwenye biashara ya soko ya kwa maana hiyo, kwa maana tu nyepesi ni kwamba ni ngumu sana mwekezaji kupoteza mtaji wote. Na ikifika hatua hii ndio pale serikali inaunganisha kampuni. Hiyo ilikuwa ni one of the inaweza kaja na hatua zingine. Ni moja ya, kwa sababu ni katika struggle ya kuhakikisha kwamba tunaokoa mitaji ya wawekezaji. Kwa hiyo serikali ina njia nyingi za kufanya kwa ajili ya kuokoa hiyo. Sawa. Mwisho kabisa hapa nitakuuliza swali moja jepesi tu. Je, mtu anatakiwa, mimi sasa nataka nikanunue hisa, je, natakiwa niwekeze kwa muda gani angalau ili kuona matokeo mazuri? Yani labda miaka 5 ama miaka 10, au muda gani kabisa unanishauri mimi kama mwekezaji sasa kwenye swala la hisa? Kwa ushauri ni kwamba mtu mwenye shughuli nyingine inaendelea, let's say ni mwajiriwa au ana biashara yako, ndio maana huwa tunafundisha zile sheria za uwekezaji wa mapato yako, kwamba kuna moja ya sheria iliyo ambayo iko famous ni 50-30-20, kwamba ukishapata kipato chako ukatoa 50 ya mahitaji, 30 kwa yale mahitaji yasiyo ya lazima, 20 iende kwenye uwekezaji. Sasa kama umechukua 50% ukatumia kwa mahitaji yako, maana yake maisha yako yanaendelea wakati huo unawekeza. Huyo ndio mwekezaji mzuri, kwamba unawekeza kwenye hisa huku maisha yako yakiwa yanaendelea. Kwa hiyo unaweza ukajipa muda wa miaka labda 5, miaka 2, ukaangalia mwenendo wa soko linavyokwenda. Kwa hiyo ikifika juu unaweza ukauza ukaenda kwenye uwekezaji mwingine. Kwa hiyo kama ukiniuliza mimi, nitakwambia kama ni kijana, hakuna haja ya kuogopa hizi swing. Unanunua hisa, unaweka. Kama uliweka zikipanda zikafika juu na umri wako labda umeongezeka, unasema sasa sitaki masuala haya ya mara imepanda imeshuka, unatoa unaenda kwenye bondi unaweka, ambako kuna uhakika sasa wa kwamba kila mwezi utakuwa unapata kiasi hiki. Yes, kwa hiyo kwa umri na kwa nani inafaa kwamba uanzie kwenye hisa wakati huu una uwezo wa kufanya mambo mengine. Zikishapanda unapata hela yako nzuri, unatoa unaweka kwenye bondi, unaendelea. Kwa maana hiyo hapa una mambo ya kuangalia kabla hujawekeza kwa muda mfupi au mrefu. Sasa tu nikuulize kwamba ni umri gani hasa mtu anaruhusiwa kuwekeza kwenye hisa Tanzania hapa? Yaani labda kuanzia miaka 18 na kuendelea, ama miaka 20. Ni umri gani mtu anaruhusiwa sasa kusimama mwenyewe kama mmiliki wa hisa?
Kwa Tanzania nadhani mtu mzima anaanzia miaka 18. Kwa hiyo ndo wanairuhusu, lakini sasa hivi nimeona wameweka kipengele kingine ambacho kinaitwa minor. Kwamba ukiwa mtu mzima unaweza ukawafungulia hata watoto wako, ukaregister kwa ajili ya mtoto wako, ukafungua zile zinaitwa matawi ya ile hisa kubwa. Kwa hiyo kama una account ya wewe ya mtu mzima unawafungulia na watoto sasa, kwamba nitakuwa unamwekea mtoto A, mtoto B, mtoto C, inakuwa chini ya account yako. Wameweka hiyo platform pia. Kwa maana hiyo hii haijawabana wazazi, maana yake unaweza ukamfungulia mtoto wako na wewe ukawa kama ndo mmiliki. Kwa sababu mjini ambao hawana mashamba kama kijijini, kwa hiyo anaweza akaweka urithi hapo, akasema mimi kwenye mshahara wangu nitakuwa natoa namwekea mtoto A, B, C na C. Kwa hiyo ndio urithi wake. Akishakuwa tumemaliza bwana, mimi mafao yangu ni haya, nyinyi mmeisha kuwa, chukua akaunti zenu hizi, huu ndio urithi wenu, tumemaliza. Kwa hiyo maana hamna mashamba kusema nitamkatia heka 2 nitamrithisha na mambo kama hayo. Safi sana. Basi kwa niaba ya mtazamaji pale, mwisho kabisa utatuambia hii kuna taasisi inaitwa UTT, iko upande gani? Iko kwenye hisa ama ipo kwenye bondi? Tufafanulie kidogo hapo tukiwa tunaelekea mwisho kabisa wa mahojiano. Umeitaja specifically, ingawa kwenye naweza nisitaje kwa maana ya kuibrand, lakini naomba badala yake ningeweza kutumia mifuko ya pamoja. Kuna mifuko ya pamoja ambao mmoja wapo ni UTT. Kuna mingine kuna Faidika, ili kuweka mizania sawa, isije kaonekana kuna Faidika, kuna Watumishi House, kuna mifuko mingine kama UTT. Kwa hiyo ile ni mimi kwangu naiona ilikuja kwa ajili ya kuwahudumia watu ambao moja, wana financial illiteracy, hawana ujuzi wa kifedha. Kwa hiyo wewe huwezi kukaa ukajua niwekeze kwenye kampuni ipi kabisa, ila hizi mifuko ya pamoja wao wana wataalamu mle. Kwa hiyo wanakusanya hela za watu, wanaenda kuweka kwenye hisa, wanaweka kwenye hisa, wanaweka kwenye bondi, wanaweka kwenye uwekezaji mbalimbali, wanatawanya uwekezaji. Kwa hiyo wewe, kwa sababu huna uwezo wa kuanza kuchunguza na kuangalia ipi, utaenda moja kwa moja kwa hii mifuko ya pamoja. Utawaambia bwana, mimi nataka kuwekeza kwenye huu mfuko wenu ambao unawekeza kwenye hisa. Kwa hiyo wao watachukua hela yako, wataenda kuwekeza. Watakuambia kwamba tutakupa percent kiasi fulani mpaka kiasi fulani. Kwa hiyo wale wamekuja kusave moja, watu wasiokuwa na ujuzi. Kwa hiyo hawa watahangaika kutafuta hizo fundamentals na nini kwa jamaa yako. Ndio. Lakini pia ni kwa ajili ya kumitaji kwa watu ambao hawana mitaji. Ndio maana wao wameshusha kianzio, unaweza kaanzia mingine mpaka 5,000, unaweza kaweka 10,000. Kwa hiyo kwa mtu ambaye haqualify kwa milioni 1 kununua bondi au hawezi kumudu hisa ngapi hizo, ataanzia kwenye mifuko ya pamoja. Lakini imesambaa sana na kutoa elimu na wakiwa wana function nyingi, lakini mimi kwangu hizo naona ndio kwa mwananchi wa kawaida zinamfaa. Basi ni kushukuru sana kwa muda wako, lakini mwisho kabisa, wakati tunaelekea kufunga hapa, ningependa sasa kutamani kusikia kutoka kwako, kwa sababu mimi tangu tunaanza na kuuliza tu maswali, nataka kusikia sasa kutoka kwako. Tunao vijana wanatufuatilia, lakini Watanzania kwa ujumla wanataka kusikia sasa ushauri wako kuhusu uwekezaji kwenye bondi ama hisa. Unawashauri nini vijana hususa katika uwekezaji huu wa bondi ama hisa? Asante. Mimi ninachoweza kushauri ni kwamba, moja ni kwamba kwenye uwekezaji huu swala la muda ni swala muhimu. Swala la muda ni swala muhimu. Tunapozungumza miaka iliyopita, asilimia za bondi zilishaenda mpaka 16% mpaka 17%. Sasa tunaona zinaendelea kadiri watu wanavyoelewa na kuingia, na wenyewe wanashusha, zinashuka zikafika 15, zinaenda 14. Kwa hiyo zinaelekea kushuka kwa kadiri ya competition inavyokuwa. Kwa hiyo kipindi umeelewa mambo haya, anza uwekezaji. Hali inakuwa, na niseme tu kwa Tanzania kwenye issue ya bondi, ukiangalia East Africa ndio tuko vizuri zaidi. Yaani kama wangeifungua kwamba raia yoyote anaweza kawekeza, huenda sisi tusingepata nafasi, watu wangeivamia haraka, kwa sababu bado sisi ndio tuna rate ya riba kubwa kuliko hizi nchi zingine. Kwa hiyo ni fursa ambayo kwangu ninaiona kwa vijana inafaa. Lakini la pili, kwenye hizi hisa, swala la muda ni muhimu sana kuanza mapema, kwa sababu mimi hapa hata miaka ya nyuma kuna mtu alikuwa ananiambia, na mimi
pay attention kwenye hizo mpaka sasa unakuta unajiraumu kwamba kipindi kile ongeza, kwa sababu hisa zilienda mpaka 95 shilingi 95. Wow. Sasa kwa mtu aliyenunua kwa shilingi 95 leo za 95 zinauzwa 2,600 na 700. Okay. Hebu niambie mtu aliyeweka milioni 10 saizi anazungumzia mamilioni mangapi? Kwa hiyo mtu aliyeweka milioni 1 ana mamilioni mengi kwa sababu ya wakati. Kwa hiyo awekeze kwa haraka. Asisubiri kadri tunavyokwenda opportunity, watu wanavyozijua wengi, opportunities zinaendelea kuwa na chini. Kwa hiyo ukiniuliza kwa vijana, ndio kizazi cha kwanza sasa cha kuanza haraka iwezekanavyo. Kipato wanachokipata kidogo wawekeze huko, ili wanapokuwa watu wazima sasa watakuta wameshapata fedha ya kutosha ambayo inaweza karani maisha yao. Okay. Yeah. Asante sana, elimu ni kubwa sana na tumefaidika kweli kweli. Kwako kijana sasa umebakia wewe tu uje ukawekeze ama usubiri kesho, lakini hapa tumeshauriwa kwamba wakati unaposikia taarifa hii mara moja chukua hatua, anza kuwekeza sasa hivi, maana yake kesho huwezi jua. Kama leo ni 2,600, maana yake inawezekana mwakani huko au miaka 5 ijayo ikawa kwenye 4,000, 3,000 au 5,000 ukawa mfaidika ambaye tunamzungumzia leo. Kipindi cha nyuma hapo zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 95, leo ni 2,100. Kwa hiyo uzijua kesho yako wewe itakuwa shilingi ngapi. Labda mwisho kabisa sasa, watu wanaweza wapi kupata taarifa hizi kwa usahihi, kwa mtu ambaye labda anataka ana kitu anatamani kuelewa zaidi ama anatamani kujua zaidi kuhusiana na hizi hisa na nini, wapi anaweza kupata taarifa sahihi kabla ya kuwekeza? Yaani mtu yuko tayari, kama ulivyosema mwanzo, kabla hujaenda unatakiwa upate elimu, uhakikishe umelizika na kile ambacho umekifahamu kuhusiana na hisa ama na bondi, ndio kisha baada hapo uende kufanyaje, kuwekeza. Sasa kuna mtu labda ana kitu cha zaidi anataka akisikie ama apate ufafanuzi, wapi anaweza kupata taarifa hizi kwa usahihi? Mimi na wakati anatafuta watu wa kumshauri na nini, kwa kwanza namkaribisha kwetu. Sisi tunao wataalamu ambao wanaweza wakakuchukua kuanzia mwanzo unapotaka kuwekeza, wakakushauri kwamba hii inaweza ikawa vizuri, ikawaje. Tunao wataalamu wa kutosha. Kwa hivyo anaweza, kama utaniruhusu, ukatoa namba za simu, anaweza kabisa. Yes, yani namba zetu unaweza ukatafuta kwa 0755 342 876. Ukipiga simu au ukituma ujumbe kwa WhatsApp, tunaweza tukaweka appointment ya kufanya hizi meeting kwa ajili ya kukuguide kwa namna ya kuwekeza kwenye maeneo haya. Kabisa kijana, namba ndo hizo umepewa na ushauri ndio huo umepewa, na ni kushauri tu. Mimi pia nikitoka hapa nitakuwa mtu wa kwanza kwenda kuwekeza ama kupata hisa kwa ajili yangu mimi ama kwa ajili ya familia hapo baadaye. Na nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi, kwa kuendelea kuungana nasi tangu mwanzo wa mahojiano haya mpaka sasa. Tunafikia tamati kwa wewe ambaye utakuwa na cha ziada ama na kitu unahitaji clarification zaidi, namba zimetolewa. Usiogope kupiga simu, muda wote piga na utahudumiwa vizuri, utapewa elimu ya kutosha na utabarikiwa sana. Kwa hiyo tunapoelekea mwisho, ni kukaribishe mkuu, utupatie ombi la kufunga kipindi chetu mpaka wakati mwingine tena, na Mungu akubariki sana. Karibu. Asante. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kutuongoza kwa kipindi chote hiki. Tumezungumza yanayopasa kwa sasa. Tunakusihi sasa uweze kuwaongoza vijana na watu wazima kwenye kuwa na uelewa sahihi kwenye wapi waweze kuwekeza, ila waweze maisha yao yaweze kuwa mazuri zaidi hapo baadaye. Tunakusihi ukawe msimamizi kwenye hizi talanta za fedha ulizotukabidhi, ili kusudi tuziwekeze vizuri na hatimaye tuweze kupata faida na kuendesha maisha yetu, lakini pia kuendesha shughuli ambazo ni za kiroho. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Amina.